Hello, naitwa Paul Ndatala, nikukaribisha katika mjadala huu mdogo juu ya uwekezaji. Na hapa nitazungumzia juu ya uwekezaji katika sarafu. Wengi wamekuwa wakiuliza nini maana ya sarafu hii na ni sarafu ipi ambayo tunaenda kuiongelea. Kuwa nami. Ndio. Hapa nitazungumzia juu ya sarafu moja ambayo ni sarafu inayozidi kuongezeka thamani niseme, kwa sababu imekuwa ni kila siku, kila mwezi tumeona ikiwa imepanda. Sasa badala ya kuwekeza katika sehemu zingine, sasa tumehamia huku kwenye hii sarafu, na namna gani unaweza ukanufaika na ukapata kiasi kikubwa kabisa cha pesa. Nikiangalia miaka ya zamani, watu walidiriki kuwekeza katika dola, kipindi ambapo dola ilikuwa ikipanda sana. Wengi walimiliki dola, ilipopanda walikuja kuuza na kupata faida kubwa. Leo hii tumehamia huku. Tutaangalia juu ya sarafu hii maarufu ya kidijitali. Sarafu hii ni ipi? Hii ni sarafu hii ambayo tunaizungumzia ni Bitcoin. Bitcoin ni sarafu ambayo ni ya kidijitali. Ni sarafu ambayo inatumika katika malipo mbalimbali. Maana sehemu zingine sasa inatumika hata katika supermarket, mtu unaingia na kadi yako unalipia kwa njia ya Bitcoin. Ni pesa tuseme, ni pesa kwa sababu inatumika katika malipo kama zilivyo pesa zingine, lakini tofauti ya hii ni kwamba ni sarafu ya digitali. Digitali kwa maana ya kwamba yenyewe yani digitali inaitwa cryptocurrency. Cryptocurrency, kitu ambacho hakiwezi kushikika. Kwa hiyo hii sarafu tunaizungumzia tu, inabaki kwenye katika mfumo wa elektroniki, lakini huwezi ukaishika mkononi, kiasi kwamba kama zilivyo sarafu zingine. Hapa yenyewe inabaki katika maandishi tu, lakini inatumika kufanya malipo sehemu mbalimbali. Na hii imekuwa ikipanuka. Tuseme sasa hivi karibia kila kona ya dunia, kila nchi imeshafikiwa na hii sarafu, na tayari watumiaji wanazidi kuongezeka, na kadri watumiaji wanavyozidi kuongezeka ndivyo inavyoongeza thamani yake. Kwa maana hiyo, hivyo kutokana na ongezeko hili la thamani, watu wameamua kuwekeza, makampuni yameamua kuwekeza. Wanawekeza kwa njia gani? Uwekezaji wao ni kwa ajili ya kuizalisha, kwa sababu yenyewe inakuwa na njia maalum ya kuizalisha tofauti na sarafu zingine. Kwa sababu hii si sarafu ambayo inachapishwa katika karatasi ama kitu kigumu, lakini yenyewe inazalishwa kwa njia mbalimbali, kama vile njia za kutumia kompyuta, mitambo maalum na wataalamu maalum, na programu maalum. Ndizo njia zinazotumika katika kuzalisha, na hii uzalishaji wake una be controlled. Wanafanya kwa njia ya mining ama uchimbaji. Kwa hiyo sarafu hii inachimbwa. Uchimbaji unatumika kwa njia ya kompyuta na mitambo mingine ambayo inakuwa katika mfumo wa software and hardware, pamoja na programu maalum kwa ajili ya kuchimba. Uchimbaji huu unahitaji gharama kubwa sana, ikiwemo mitambo ya kisasa kabisa, wataalamu na mtaji. Kwa hiyo kwa mtu binafsi kama mwenye kipato cha chini hawezi akaifanya hii. Kwa hiyo wanatokea watu wenye uwezo, wanaamua kuwekeza katika kuzalisha hii sarafu. Kwa hiyo wanapoanza vile,
wanaandaa mazingira mazuri ya kufanya mining ama uchimbaji wa hii sarafu ili waingize kwenye mzunguko na watu waweze kuipata. Wanapofanya vile, kwa vile inahitaji mtaji au unahitaji hiyo sarafu ili uweze kuongeza sarafu zingine, hivyo wanawaalika watu mbalimbali kutoka pande zote za dunia kujumuika nao katika kufanya hii biashara. Mfano, tuna kampuni ya Bitsport yenyewe inajihusisha katika masuala ya mining, hivyo wameamua kutangazia umma kwamba wanaifanya hiyo kazi. Kwa hiyo kwa mtu anayehisi anataka kuwekeza katika sarafu hii anaruhusiwa. Kwa hiyo mtu anaenda pale na anakuwa na Bitcoin, anaenda kuziwekeza. Unawekeza Bitcoin ili uzalishe Bitcoin zaidi. Wao wanakulipa kila siku kwa muda mrefu sana. Kwa muda mrefu sana unakuwa unalipwa kila siku kulingana na ulichowekeza. Kwa hiyo hapa namna ya kuzalisha sarafu hii kwenye akaunti yako. Unapoungana na kampuni, unapoungana na taasisi inayojihusisha katika masuala ya uchimbaji wa hii sarafu ya mining, utakuwa moja ya wawekezaji katika sarafu ya Bitcoin. Pale unatakiwa utumie sasa site yao ama website kutengeneza account, ambapo ndio itakuwa ni account yako, utawekeza pale. Kwa hiyo kila kitu kitaonekana kwenye account yako, kiasi ambacho unapata kwa siku na kuendelea. Hivyo utawekeza kupitia account yako kwa kutumia hiyo website ya kampuni au taasisi husika. Pia mambo mengine ambayo yanakuwa yanaleta utata ni katika kutuma na kupokea. Kutuma na kupokea sasa ili inahusisha namna unavyoweza kuituma hii sarafu kutoka sehemu moja kwenda nyingine au kutoka kwa mtu mmoja kwenda nyingine. Account na account zote zinahusiana na hii matumizi ya hii sarafu, kwa sababu tuna account nyingi au Bitcoin wallet ambazo zimekuwa ni nyingi sana, blockchain, Paxful, coin payment na zinginezo. Kwa hiyo unaweza mkatumianaje, unaweza ukapokea vipi? Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakiwa ufahamu kidogo. Kwa hiyo mtu unapowekeza katika hii sarafu unakuwa umejiwekea njia nzuri kabisa ya kuweza kuingiza kipato chako au ya kuweza kufikia hata ndoto zako. Ukiwekeza na sarafu hii, tunategemea kwa wasemavyo, tuseme wataalamu wa uchumi, kutokana na ongezeko la thamani katika sarafu ya kidijitali, kutokana na ongezeko la watumiaji, kutokana na ongezeko la uwekezaji, Bitcoin inaongezeka thamani kwa kasi sana. Nikiangalia kwa sasa, Bitcoin moja ni sawa na takribani tuseme zaidi ya milioni 2 za Kitanzania. Sasa inatarajiwa baada ya mwaka mmoja tunataraji Bitcoin moja itakuwa na thamani ya dola 10,000. Sasa jiulize, je, ukiwekeza leo kwenye Bitcoin ukatengeneza Bitcoin hata 5, Bitcoin hata 2, baada ya muda huu utakuwa wapi? Dola 10,000. Na hii inamaanisha hivi ni vitu ambavyo vinakuwa na ukweli kabisa, na
na hivyo tunatakiwa tuvichukulie hatua na tuweze kuanza. Na huu ndio uwekezaji ambao ni unampa mtu kipato cha haraka sana, kwa sababu unalipwa kila siku kulingana na kiasi ulichowekeza, na bado kuna faida zingine ambazo utazipata kutokana na utendaji wako. Kwa hiyo ina faida nyingi. Unajikuta kiasi ulichowekeza kinaweza ikarudi ndani ya wiki moja, lakini maximum mwezi mmoja unakuwa umesharudisha kila kitu. Kwa hiyo kilichobaki ni wewe tu kusubiri kwenda kuchukua faida yako. Kila mwezi ukipenda unatoa, au kila wiki unatoa. Kwa hiyo ni wewe tu. Je, kuna benki yoyote ambayo inaweza kumpa tuseme mteja faida ya hadi 7% kwa siku? 7% kwa kiasi unachowekeza unalipwa kwa siku, ipo. Kwa hiyo ukiangalia tuseme naanzia 3.5 mpaka 7, ukiangalia 7% hii au 3.5 ni zaidi ya 100% kwa mwezi. 7% ni itakuwa kwenye 200 na zaidi ya 200. Sasa angalia, yani unapata mara 2 ya kile ulichokiwekeza kwa mwezi. Hiyo ni kitu kingine ambacho natakiwa lakini bado Watanzania wengi hawajajua siri iliyopo katika sarafu hii, na siku akielewa tu hakika wote wataishia huku, kwa sababu tayari tumeshaanza kuyaonja matunda yake, na tumeshaona. Sasa namna ya kutuma, mimi natumia local Bitcoin. Kwa hiyo nishafungua account hapa. Ukilogin kwenye local Bitcoin utaona vitu kama hivi. Utaona hapa sehemu ya kuchati, utaona hapa sehemu ya account yako balance inaonyesha nini, utaona na kitu kama hiki. So kama unatumia simu, you can click here. Unaweza tukabofya hapo ukasubiri, bofya hiyo, then you wait, subiri. Utaona hizi sehemu mbili kama unataka kutuma sasa au kupokea. Sehemu hii hapa ya kushoto hapa mwa kitu hiki utaona send Bitcoin. Kama unataka kutuma ndipo utashughulika na hii sehemu. Hapa unaambiwa receiving Bitcoin address, utakuwa nayo. Unaituma kwa nani? Kwa hiyo yule ambaye unamtumia lazima atakuwa na hiyo address. Kwa hiyo utaichukua kule, utaikopi na kuja kuipaste hapa. Utaipaste hapa, utaipaste hapa kama hiyo, then utakuwa umemaliza. Baada ya kuwa umepaste, then andika kiasi ambacho unatuma, then description, alafu continue. Sehemu hii hapa ni sehemu ya receive Bitcoin. Kwa hiyo na hii hapa chini ni address yako ambayo itakusaidia kumpa mtu anayetaka kukutumia Bitcoin. Kwa hiyo utaitumia hata unapokuwa unafungua account kwenye Bitspot. Kuna sehemu itahitaji Bitcoin address, kwa hiyo Bitcoin account. Kwa hiyo utaichukua hii yote, utaenda kuipaste kule na kuendelea. Hiyo ndio namna. Kisha ukishatuma, miamala yote inakuwa inarekodiwa hapa chini. Yote uliyotuma, kiasi ulichopokea na kiasi ambacho umekwisha kutuma. Kwa hiyo vyote vinakuwa vinarekodiwa hapa. For example, nimesha receive Bitcoin 2 point in this one, and I have sent this one. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo hii hapa ni sawa na account yako ya benki. Kwa hiyo natakiwa uthamini, usimpe
mtu password yako, kwa sababu hii ni account yako ambayo inakuwa na pesa zako ambayo ni Bitcoin. Mimi nathubutu kuziita ni vitu adimu, kwa sababu upatikanaji wake ni mgumu. Kwa hiyo mwingine mwenye kutumia PC pia anaweza, ama kompyuta, anaweza kaona hiki kitu, then hiki hapa kimshale atabofya hapo ili kwenda kupata nani yake. Ataona kuna sehemu ya username, kuna sehemu ya edit profile, kuna sehemu ya dashboard, kuna sehemu ya wallet, ya current security. That is you have to set a strong account security that is using like the use of two-factor that will make your account to be security. Tayari utakuwa umeshafika kama tulivyokwisha kusema, send Bitcoin, sehemu ya kutuma, na huku utakuwa sehemu ya kupokea. Hivyo ndivyo namna inavyokuwa katika upande wa kutuma na kupokea. Napenda tu nikusihi kufanya uwekezaji katika sarafu hii. Jiulize leo kama utaweza kupata Bitcoin 5 na ukakaa muda wa mwaka mmoja au miezi kadhaa tu, jiulize utakuwa wapi. Kama ilivyotabiriwa kwamba tunataraji kwa muda wa mwaka mmoja Bitcoin moja inaweza ikafikia $10,000. Kwa hiyo kwa mtu anayeangalia mbele zaidi, kwa mtu anayetaka kuyafikia malengo yake, anaweza akawekeza katika sarafu hii, na ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo sarafu hii ina thamani kubwa sana, na wengi wamekuwa wakiuliza, mimi nikipata Bitcoin zangu nauza wapi? Ndugu, ukiwa na Bitcoin ni dakika tu, wewe sema nina Bitcoin, alafu tusikilize kama utakuwa nazo. Tangaza, zitanunuliwa kwa wakati mmoja, tena kwa haraka. Hivyo tunakukaribisha katika uwekezaji uliotukuka, uwekezaji ambao utakufanya uweze kufikia malengo yako. Asante sana na karibu.